Karibuni sana leo. Leo tuko na rafiki yangu anaitwa Jason na tutakuwa tunasoma kidogo katika kitabu cha Mormoni, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Pia tutakuwa tunaongea tu kuhusu Jason na maisha yake, vitu ambavyo anavipenda, vitu ambavyo vina umuhimu mkubwa kwake. Kwa hiyo kama ulivyoona katika kipindi kilichopita, tuliweza kuongea tu neno la Mungu na nina matumaini kwamba Roho itaweza kutuongoza. Kwa hiyo karibu sana Jason, kama kwanza unaweza kujitambulisha. Yeah. Sawa, asante kwa kunialika kuja, na kwa mimi kama ulisema, jina langu ni Jason, natoka Virginia katika Marekani, na sasa ninasoma hapa BYU, na nilijifunza Kiswahili kwa um, kusaidia kufundisha Injili ya Yesu Kristo kwa watu katika Kentucky. Nilijifunza Kifaransa pamoja na Kiswahili ili kufundisha, na bado napenda kuongea kuhusu Yesu Kristo, hata ingawa labda ni ngumu kuendelea kuongea katika Kiswahili, lakini tunajaribu bado, kwa sababu kazi ya Mungu ni vizuri. Amina, asante. Ni kweli ni vigumu kuendelea kuzungumza Kiswahili na pia hata kwa wewe umewahi kufika Afrika au hapana? Bado, ningependa siku moja lakini bado Siku sijawahi. moja tutaenda kabisa. Amina. Unajua watu wakiona sisi tukiwa tunazungumza Kiswahili na wanasikia hawajafika Afrika, wanashangaa sana. Mm. Yeah. Wanashangaa Kila kabisa. mara. Wakati ulikuwa misionari watu walikushangaa wakati uliongea Kiswahili na Kifaransa? Yeah, ndio, kila mara. Well, nilipenda sana kwamba walikuwa na shukrani sana kwamba tulifanya kazi kujaribu kujifunza, hata ingawa wakati kama mwanzoni wa misheni sikuweza kuongea kabisa, lakini nilikuwa najaribu kidogo na kidogo kushiriki kuhusu Yesu Kristo, na watu hawa waliona kazi yetu, na walikuwa na shukrani, na walitushukuru, na hata ingawa lugha kama Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa ni ngumu, labda watu hawakuweza hawezi kuwasiliana vizuri sana katika hizo lugha ya Roho inaweza kutufundisha, na kupitia hiyo Roho Mtakatifu tunaweza kuelewana na kujifunza kuhusu Yesu Kristo pamoja. Kabisa, ni kweli kabisa. Unajua Mungu anaweza kutusaidia kujifunza kupitia kwa Roho Mtakatifu, si Mm, tu kwa lugha. Na mm, ninajua kwamba hata mimi nilipoanza kujifunza Kiswahili ilikuwa vigumu sana kwangu kuongea. Unajua vigumu yeah, kuongea, lakini ingawa ilikuwa vigumu, kuna watu ambao waliweza kuelewa kidogo, na zaidi sana waliweza kuhisi Roho Mtakatifu, na Roho mm, Mtakatifu aliweza kuwagusa na kuwasaidia kujifunza neno la Mungu vizuri. amen. Na pia kitu kingine nafikiri kwamba wakati unapojifunza lugha mpya inakusaidia kuelewa watu wengine ambao wao pia wanajaribu kujifunza lugha mpya. Kwa Mm, mfano, watu wengi ambao tulifundisha kwa misheni zetu walikuwa wanajaribu kujifunza Kiingereza, ndio. na wakati unapokuwa unajifunza lugha ambayo ni ya kigeni kabisa, unaweza kuona ni vigumu sana kwa hawa watu kujifunza Kiingereza. Si rahisi na Yeah, inachukua mazoezi na ni changamoto tu, ilikuwa vigumu. Ndio. ndio.
wakati wa misheni wangu niliweza kusaidia watu kujifunza Kiingereza, na tulikutana katikati ya lugha. Wakati nilikuwa najifunza Kiswahili, walikuwa najifunza Kiingereza, na kitu kimoja ambacho nilitafuta ilikuwa nawasaidia kujifunza Kiingereza ni imani katika Yesu Kristo. Wakati waliamini, kama wangeamini kama Yesu Kristo angeweza kuwasaidia, walikuwa na nguvu zaidi kujaribu kufanya mazoezi na kujaribu tena wakati hawakuweza kuongea vizuri, labda hawakuweza kupata kazi kwa sababu ya lugha. Ni vigumu kuishi katika nchi ambao lugha ni muhimu kuwasiliana na kuishi, lakini kupitia Yesu Kristo na nguvu zake tunaweza kufanya kitu chochote ambacho tunahitaji kufanya. Hataki tuhisi pekee, hataki tuhisi kama hatuwezi kukua. Tuko hapa ili kujifunza, kukua na kuwa bora na kuwa zaidi kama Yesu Kristo. Kabisa. Na Imani ina nguvu sana, ina nguvu kubwa sana. Unajua, wakati unapojisikia kama umeshindwa kabisa, imani inaweza kukusaidia kuendelea. Na hata katika maandiko matakatifu kuna mifano mingi sana ya manabii ambao walihisi kukata tamaa, na imani ndo iliwawezesha kuendelea. Na kwangu mimi, ninajua na nitakuuliza nawe pia, lakini kwangu mimi wakati nilipokuwa misionari ilikuwa vigumu sana kuendelea tu, kwa sababu ilikuwa vigumu kujifunza lugha. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kuishi mbali na familia. Kwa nyinyi ambao hamjafanya misheni, wamisionari wa kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho, tunaacha familia miaka miwili, yani hatuwaoni miaka miwili. Tunawasiliana nao kila wiki, ila hatuwaoni uso kwa uso. Kwa hiyo ni vigumu, na kwa vijana wa miaka 18 tu inaweza kuwa changamoto. Ila kuna andiko moja ambalo lilinisaidia sana kwenye misheni yangu, ni katika Biblia, kitabu cha Waebrania, Waebrania sura ya 11 mstari wa 6, na ngoja nitaiweka hapa kwa screen ili watu wote waweze kuona. Ndio hapa hivi. Sawa. Kwa hiyo hapa Waebrania 11 mstari wa 6, na inasema hata tena hapana, si iko wapi? Hii ni mlango wa kwanza, mlango wa 11. Sawa. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao.
Kwa hiyo kwa sababu ya maandiko matakatifu na pia kwa sababu ya watu wengine katika maisha yangu ambao walikuwa na imani sana na walikuwa wanajaribu kumfuata Yesu Kristo, mimi niliona kwamba andiko hilo ni la kweli, kwamba tukiendelea kwa imani Mungu atatupa thawabu, yani ni kama zawadi, atatusaidia atatusaidia tu katika maisha yetu, atatubariki. Kwa hiyo ilibidi ni mwamini kwanza kwamba yuko na niamini kwamba atanibariki kwa kazi ambayo nilikuwa nafanya kama misionari, na kwa kweli amenibariki zaidi kuliko nilivyotarajia. Kwa hiyo hilo andiko lilinisaidia sana kuwa na imani ya kuweza kuendelea wakati nilipokuwa misionari. Kwa hiyo sijui wewe Jason, wakati misheni ilikuwa vigumu, uliwezaje kuendelea kwa imani? Yeah, kwa mimi nilipenda kufikiri kuhusu ukweli kwamba haya maisha ni ngumu, inapaswa kuwa ngumu ili tujifunze. Na nilipenda kwamba labda ninateseka lakini sio mateso bila sababu. Nilikuwa najua kwamba Yesu kupitia nguvu yake angenisaidia kukua na kujifunza. Na labda sijui kama unaweza kuweka hiyo maandiko juu ya skrini, lakini katika Eteri, katika kitabu cha Mormoni, kama tulikuwa naongea hiyo cha mwanzo, katika kitabu cha Mormoni, katika sura ya 12 mstari wa 6, hii ni Moroni alikuwa nabii ya mwisho wa kitabu cha Mormoni, na aliongea kidogo kuhusu imani na pamoja na maisha haya, na napenda sana vitu alivyosema. Sawa. Inasema, na sasa mimi Moroni nitazungumza machache kuhusu vitu hivi. Ninataka kuonyesha ulimwengu kwamba imani ni vitu ambavyo vinatumainiwa na havionekani. Kwa hivyo msishindane kwa sababu hamwoni, kwani hamtapata ushahidi wowote mpaka baada ya majaribu ya imani yenu. Basi katika maisha na hapo katika misheni yangu, wakati nilikuwa naishi katika muda wa majaribio, niliona kwamba kama nilitaka Yesu afanye kitu kunisaidia, nilihitaji kufanya kitu mimi kwanza. Nilihitaji kuendelea na kuchukua hatua baada ya hatua, pamoja na imani kwamba angeweza kunisaidia, na baada ya kufanya kitu, kutenda, ningeweza kuona matendo yake katika maisha yangu. Na nafikiri ni rahisi zaidi kuona matendo ya Yesu Kristo katika maisha yako baada ya hiyo muda. Kama unaweza kuona katika maisha yako siku chache iliyopita,
au mwezi au mwaka, unaweza kuona kwamba labda katika hiyo muda ilikuwa vigumu kuona matendo yake na mikono yake, lakini baada ya hiyo majaribio, wakati ulikuwa natumia imani katika Yesu na nguvu yake, unaweza kuona kwamba alikuwa karibu na wewe, alikuwa katikati ya shetani na wewe. Kabisa. Asante, ni kweli. Na najua inakuwa vigumu wakati unapokuwa unaanza safari. Unajua na ni kama hakuna mfano ambao kuna mtu ambaye aliweza kuniambia. Kwa mfano uko katika boti, yani tunasemaje boti hata sijui. Ila uko kwenye boti na uko baharini na unaangalia sehemu zote, lakini hakuna kisiwa hata kimoja. Unajua kisiwa? Niangalie kwanza. Sawa. So Yeah, nini? no. Uko baharini. So fikiria uko baharini, uko kwenye boti ndogo na huoni visiwa vyovyote. Inakuwa vigumu sana kuanza kuendesha boti kwa sababu hujui utaishia wapi, hujui ni wapi ambapo unaelekea, lakini inabidi uanze tu kuenda, kwa sababu Yesu Kristo atakusaidia na atakuongoza kufikia pale ambapo anataka ufike, na inabidi ufanye kazi kwanza, kwa sababu bila hiyo kazi hautaenda popote. Utakuwa unakaa tu kwenye boti, utakuwa unasema sijui sijui kufanyaje, siku moja nitafika, ila usipoendesha boti hautafika. Kwa hiyo ni kweli, na majaribu ya imani yetu yanatuimarisha pia, yanatuimarisha sana, na ninajua watu wengi sana ambao wamefika huku toka Afrika ambao walipitia changamoto nyingi. Walikimbia vita, waliishi katika kambi ya wakimbizi ambapo chakula kilikuwa kidogo, maji nini, kulikuwa na ugonjwa, vitu vingi tu, ila kuna watu wengi ambao wamewahi kunitolea ushuhuda mkubwa kwamba Mungu alikuwa anawajalia na yeye ndo aliweza kuwawezesha kufika huku Marekani. Kwa hiyo najua hilo ni jaribio kubwa sana la imani, kukimbia vita na kuishi katika vitu kama hivyo. Na pia sababu, kama wewe ni mtu ambaye hujawahi kusoma kitabu cha Mormoni, nitakupa sababu moja ya kukisoma. Kitabu cha Mormoni kiliandikwa kwa ajili ya siku yetu, yaani kiliandikwa kutusaidia sisi kuimarisha imani yetu katika siku hizi za mwisho, kwa sababu hakuna mtu yeyote kulikuwa watu wachache sana ambao waliweza kukisoma kabla ya siku za mwisho, kwa sababu kulikuwa kipindi kikubwa ambacho kilikuwa kimezikwa ardhini, na baadaye ndo Nabii Joseph Smith aliweza kuchukua na kukitafsiri ili tuweze kuwa nacho. Na kuhusiana na hilo swala la vita na changamoto kama hizo, huyo Moroni ambaye alikuwa anaandika katika andiko ambalo Jason aliweza kushiriki, yeye alikuwa mwana wa Mormoni. Mormoni ndo nabii aliyeweza kukusanya maandishi ya manabii wengi na kuyaweka katika kitabu kimoja ambacho tunakiita kitabu cha Mormoni. Na Mormoni na Moroni walikuwa wanaishi katika wakati hatari sana ya vita. Watu karibu kwao walikuwa wamemwacha Mungu kabisa. Hata jana usiku nilikuwa nasoma kuhusu Mormoni. Yeye alipokuwa na miaka 16, kwa sababu ya imani yake, alifanywa kuwa kiongozi juu ya jeshi, na baada ya hapo walikuwa anaongoza watu wake nini, na wao walishindwa kabisa kumtegemea Mungu. Walikuwa wanajisifia wenyewe na pia walikuwa wanamlalamikia Mungu kwa sababu ya changamoto zao. Kwa hiyo ilikuwa kipindi kigumu sana, kwa sababu watu wengi hawakuwa na imani
tena walikuwa wanapitia vita. Kwa hiyo Moroni anapoandika kwamba baada ya majaribu ya imani, ni kitu ambacho sisi tunahitaji kusikiliza sana, kwa sababu ya vitu ambavyo yeye aliweza kupitia katika maisha yake. Alipitia vitu vikubwa sana, si vitu vidogo. Yeye aliweza kujaribishwa imani yake sana. Kwa hiyo nilipenda kusema hiyo tu, kwa sababu najua kitabu cha Mormoni ni muhimu, na manabii katika kitabu cha Mormoni walipitia changamoto ambazo kuna watu wengi leo wanazipitia, kama vile vita na ugomvi na changamoto nyingine nyingi tu. Ya, na tena ningependa kuongoza pia ushuhuda wangu kuhusu kitabu cha Mormoni. Kama kuna wale ambao kama ninyi kama hamujaweza kusoma bado, na najua kama unataka kukaribishwa na Yesu Kristo, na kumkaribia zaidi, kitabu cha Mormoni ni namna vizuri sana kufanya hivyo. Najua kila mara ninakisoma kitabu cha Mormoni naweza kuhisi Roho Mtakatifu kuja na kunifundisha. Najua maneno katika kitabu cha Mormoni yaliandikwa na manabii ambao waliandika ili tujue Yesu Kristo, na tutumie nguvu yake, na najua kama kuna imani na hamu kidogo kidogo tu kujifunza na kujaribu, utaona nguvu ya kitabu cha Mormoni katika maisha yako kama unachukua muda kidogo kukisoma. Ya, nasema hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, asante sana. Nimefurahi sana kwa muda huu. Nina matumaini kwamba watu wameweza kusikia na kuelewa. Kuna somo kubwa kuhusu imani hapa. Pia uendelee tu, hata ukijisikia kama uko kwenye boti bahari, yani mawimbi ya bahari yanakuwa makubwa sana Yesu atakusaidia kuendelea mbele tu kidogo kidogo mpaka utakapofikia nchi yako ya ahadi. Unajua kitu kingine katika kitabu cha Mormoni, wanasema nchi ya ahadi kwa sababu wao walitoka Yerusalemu na wakaenda sehemu nyingine kabisa mpaka huku Marekani ya kale, na waliita nchi ya ahadi. Lakini sisi sote tunaweza kuwa na nchi ya ahadi ambayo tunaelekea katika maisha yetu. Labda hatujui iko wapi, hatujui itakuwa nini, lakini nina imani kwamba Mungu atatusaidia kufika kwa mahali pazuri sana ambapo tunaweza kuhisi upendo wake na kuwa na imani kwake. Kwa hiyo nami pia ninashiriki haya yote katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Sawa. Sijui Jason, kama kuna vitu vyovyote vingine ambavyo ulipenda kusema. Nafikiri ni hiyo yote. Natumaini kwamba ninyi muliweza kunielewa, na labda hata ingawa ukuweza kunielewa, labda Roho Mtakatifu alikufundisha kitu kimoja tu. Amina, asante sana, na nilikuelewa vizuri Jason. Nafikiri watu watakuelewa, hakuna shida, na Roho atasaidia kupeleka ujumbe kwa nguvu kwa mioyo ya watu. Lakini asanteni sana, tunashukuru kabisa.